Tunamshukuru Bwana kwa mambo yote ambayo anaendelea kutupatia katika maisha yetu. Nina imani uko vizuri popote pale ulipo. Nikukaribishe katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi katika Jumatano ya leo na katika mwendelezo wa maombi yetu haya, na somo letu ambalo tulionalo katika siku ya leo ni nguvu ya upendo. Kati ya jambo ambalo ni jema na kati ya jambo ambalo linahitajika kwa kila mmoja wetu ni kitu kinachoitwa upendo. Kati ya kitu ambacho pia familia, watoto, jamii, taifa linatafuta ni upendo. Kati ya kitu ambacho kila nafsi inatafuta pia kupendwa na inatafuta upendo. Kwa hiyo nikukumbushe, kati ya kitu ambacho ni muhimu kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu, na ndio maana hata Biblia Wakorintho wa kwanza sura ya 13 imetueleza pia ya kwamba upendo ndio kila kitu katika maisha yetu. Maana ametaja imani, tumaini, upendo, lakini lililokuu zaidi ni upendo. Lakini hili upendo pia umekuja kuwa ni amri iliyokuu kupita zote, upendo. Maana hii ukiwa nayo umeibeba ndani ya moyo wako, hii ndio kila kitu, ni injini ya amri zote katika maisha yetu. Nikukumbushe, kwa nini nasema hivyo? Upendo kwani ni nini? Upendo unaweza ukawa na maana nyingi kulingana na tafiti mbalimbali ambazo watu wamekuwa wakifanya, kulingana na uelewa, kulingana na utafiti ambao kila mmoja wetu ambao ameufanya, na mimi nimefanya wa kwangu kulingana na Biblia. Upendo nimeona ni kwamba ni kielelezo kinachofunua tabia ya Mungu. Ndio maana halisi ya upendo, kielelezo kinachofunua tabia ya Mungu kwa binadamu. Mungu ameshafunua yeye upendo wake kwetu, na ndio maana tunajikita zaidi kwamba sisi tu ni kwa sababu tunapendwa, tunalinda kwa sababu tunapendwa. Na ndio maana dada, binti unanisikiliza, kijana, hata wewe ukisikia binti fulani amekupenda au kijana fulani, wakati mwingine utalinda si kwa sababu nini, ni kwa sababu umependwa. Hata kama hujapendwa kwa upendo ule ambao, upendo kama tunavyojua, tunaelewa ya kwamba upendo unagawanyika katika aina kuu tatu. Hata kama hujapendwa katika upendo ule ambao ni halisia, umependwa kwa upendo wa hisia, umependwa kwa upendo wa mahaba, yapo haya. Mtu anaweza kalinda na kafurahi kwamba kwa sababu nimependwa. Lakini katika siku ya leo nikukumbusha ya kwamba kuna nafasi ya upendo katika maombi na kuna nafasi ya upendo katika maisha yetu haya. Sikiza kidogo nikwambie hivi, ni kwamba upendo si kile ambacho mtu anatoa au si kile ambacho unapokea, ni kile ambacho unakuwa tayari kutoa kwa ajili ya wengine, kutoa kwa ajili ya wengine. Narudia tena, ni kile ambacho mtu anakuwa tayari kutoa kwa ajili ya wengine. Hicho ndicho maana halisia pia ya kupokea na kutoa kwa upendo. Nikukumbushe hivi, nakukumbusha hivi ya kwamba upendo huu tumejikita katika siku ya leo pia kuangalia nguvu ya upendo katika mahusiano, nguvu ya upendo katika maombi, nguvu ya upendo katika familia, nguvu ya upendo katika maisha ya kila namna, katika uchumi na katika kila sehemu. Nikukumbushe hivi, nimesema ya kwamba kabisa upendo ndio kitu ambacho kielelezo kinachofunua tabia ya Mungu. Maana yake nini? Natamani nikuongezee hivi. Watu leo wanalia, Mathayo anasema kwamba katika siku hizi za mwisho upendo wa watu wengi utapoa. Nikwambie tu, ni kwa sababu kitu gani? Maovu yameongezeka. Ni kwa sababu kitu gani? Ni kwa sababu tabia ya Mungu katika maisha yetu leo hii inatoka watu wengi tuko mbali na Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana upendo tunajikita, tunafika hatua na pointi fulani tunaona kana kwamba upendo umepoa. Kumbe sio upendo kupoa, ni tabia ya Mungu inapoa. Maana tabia ya Mungu itakufundisha dada kumpenda mume wako. Tabia ya Mungu itakufundisha binti kumpenda mama, kumpenda nani. Tabia ya Mungu itakufundisha baba mzee. Maana sio kwenye ndoa tu. Maana watu wengine leo hii wamekuwa wakitafsiri ya kwamba labda kwa kuwa kwenye ndoa tu ndio upendo umepoa. Hapana. Ni kwa sababu tabia ya Mungu ni zile ambazo pia ni jitihada, hamasa ambazo mtu anakuwa nazo pia kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya kuwafurahisha wengine. Kwa leo binadamu wengi tuko tayari kujifurahisha kwa ajili yetu sisi. Nikukumbushe hili katika siku ya leo, upendo unafungua mibaraka katika maisha yako. Hili ndio nguvu. Upendo unafungua na unazuia chuki. Upendo unaondoa lawama. Upendo unafungua milango mingi kwenye maisha yetu. Upendo
unaondoa bivu na chuki ambazo zimekuwepo leo katika maisha yetu. Upendo unatufundisha kufadhili wengine. Upendo unainua mioyo ambayo imechoka. Upendo unaongeza tumaini kwa watu leo ambao wanatamani tumaini katika maisha yao. Upendo unaleta upenyo na unaleta alama ya leli katika maombi yetu kujibiwa. Kwa nini usitafute na usiazilie wewe leo kutafuta kuwa na upendo katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho kinakuzuia leo kuruhusu upendo wenye thamani? Na ndio maana watoto sehemu fulani wakaambiwa choreni picha ya Mungu, wakashindwa kuchora picha ya Mungu. Walichora ile ua ambalo leo wakatuleta lavu, walichora hicho kuashiria ya kwamba Yesu ni upendo. Hata wewe ungeambia kwamba chora picha ya Mungu, usingeweza kuichora. Wao walichora ile ua na wakatafsiri kwamba Yesu ni upendo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, rudisha kielelezo cha tabia ya Mungu kupitia upendo. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, wakati mwingine katika maombi yetu imekuwa hautujibu, si kwa sababu hatukuombe, ila ni kwa sababu tabia yako imeondoka kwetu na tukaingia katika dhambi. Ila ni kwa sababu tabia yako imeondoka kwetu na tukaingia katika lawama na bivu na chuki. Msaidie mtazamaji huyu na nisaidie mimi na kusaidia kwa ujumla. Leo Bwana, ukarudishe upendo ambao ulikuwa unaonekana kupoa. Ukarudishe upendo ambao ulikuwa unaonekana kupotea. Mwovu shetani ambaye amejitukuza kwa namna yote ile iwayo kuondoa upendo, kwa jina la Yesu ukarudishe upendo huo na ukatukuzwe na kuinuliwa milele zote katika jina la Yesu.